Mabadiliko yanayopendekezwa yatakuwa ndio mwarobaini wa changamoto inayowakabili watumishi wa kanisa katika dayosisi yetu, kwa wote kupata bima ya afya. Kusema kwa wote, sababu wenye parish ambazo zina kipato kikubwa wanaweza wenyewe wakakata bima, lakini ziko parish nyingi ambazo hata wafanyaji hawawezi kukata bima hiyo tuliyosema NHIF, hawawezi. Madhumuni ya mpango huu wa bima ya afya unaopendekezwa ni kuwa na mfumo wa uhakika na endelevu wa kugharimia matibabu ya watumishi wa kanisa. Lakini pia dhumuni la pili ni kupunguza mzigo wa gharama za matibabu kwa dayosisi na kwa watumishi wa kanisa na familia zao. Wengine itabidi uuze kila kitu kwa ajili ya mgonjwa mmoja kwenye familia, uuze kila. La tatu, kuonyesha uwajibikaji wa kanisa katika kuwajali watumishi wake walioko kazini na waliostaafu. Bora walio kazini kidogo wanawaumini kama tumesikia waweza kuwachangia, lakini waliostaafu ni mara chache sana kuwachangia. 4, kutekeleza takwa la katiba ya Kanisa Anglikana Tanzania ibara ya 23 inayohusu stahiki za shemasi, kasisi na kasisi mstaafu. Katiba ya Kanisa Anglikana Tanzania iliyotolewa la mwaka 25 iliyotolewa sasa, yenyewe ina kipengele kinahusu kila dayosisi iwe na mpango wa kuwatunza watumishi wake, hasa wahudumu walioko kwenye huduma na wale waliostaafu. Kifungu cha kwanza hata ibara hiyo kinasema kutakuwa na stahiki za shemasi na kasisi kama itakavyopangwa na dayosisi husika, na utaratibu huo utapaswa kutolewa taarifa kwa katibu mkuu kwa nia ya kuijulisha nyumba ya maaskofu. 2, kila dayosisi itaweka utaratibu wa namna ya kuwatunza wahudumu na wenza wao baada ya kustaafu kwa kipindi chote cha ustaafu wao. 3, kila dayosisi itaweka utaratibu wa namna ya kuwawezesha mashemasi na makasisi kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii. 4, kila dayosisi itaweka utaratibu wa namna ya kuwawezesha mashemasi na makasisi kuwa na bima ya afya. Chanzo kikuu cha mapato ya mfuko huu kitokane na asilimia itakayopatikana kwa kufanya mabadiliko na marekebisho katika mfumo wa mgawanyo wa matoleo ya CCF. Kwa sasa hivi tulivyo, idadi orodha ya makasisi tulionao, kwanza tuna askofu wa dayosisi, lakini tuna makasisi walioko usikuu na makasisi wote nisiwataje kwa sababu nimeandika hapo, kuingia kwenye grupu. Makasisi wote jumla tuko 289, lakini katika 289 kuna makasisi ambao wao wako kwenye ajira nyingine, wanaitwa part-time, wale wa kujitolea. Sasa ukitoa wale wa kujitolea, wanaobaki ambao hawana majini mwingine anayewatafutia bima ya afya ni 251. Kwa makasisi tuko 251, ukiacha hao wenzetu watakaoingia kesho kutwa ambao ni 31. Kwa hiyo 251 utajumlisha na 31. Sasa lakini tuna askofu mstaafu, lakini tuna mjane wa baba askofu Kitemo, lakini tuna wajane wa makasisi 29. Makasisi wa kujitolea wako wa kustaafu ambao wamestaafu wako 48 sasa hivi, mwaka huu wanaongezeka. Kwa hiyo jumla tuna makasisi wanaostahili kupata bima ya afya sasa wote kujumlisha na wajane wa wachungaji waliokwisha itwa mbinguni wako 282. Kwa hiyo hao ndio wanaopendekezwa kwenye mpango huu watafutiwe utaratibu wa kuwemo kwenye mpango wa bima ya afya, yaani wale makasisi walioko kazini, wale waliostaafu na wale wajane na wale maaskofu na mjane. Sasa bima ya afya inapopendekezwa imetolewa mfano wa mwaka 2025. Mwaka 2025 dayosisi yetu, kama pesa zile zisingekatapatwa vipande pasenti, tukakusanya pamoja, tulikusanya bilioni 2,416,728,945. Kwa hiyo tulikusanya bilioni 2,416,000. Kwa hiyo hizo pesa ziligawanywa, makanisa yalibakiziwa 30% yalipata milioni 725, na parish
ile asilimia 39 zilipata milioni 942 na dayosisi asilimia 31 ilikuwa milioni 749. Sasa tunasema kama tungeleta marekebisho yanayopendekezwa sasa ni kubadilisha pasenti. Mnisikilize vizuri, kubadilisha pasenti. Yale makanisa yanayopata asilimia 30 yapata asilimia 25, tano iende kwenye bima, iende kwenye mfuko wa bima. Ikitokea hivyo kwa mwaka 25 tungefanya kwa mfano huo, makanisa yakichangia, tungepata hii asilimia 5 ya makanisa milioni 120, na parishi zibadilishiwe nazo pasenti, badala ya kupata 39 zipate 35, asilimia 4 iende bima ya afya. Kama tungefanya hivyo, parishi kwa mapato ya mwaka 25 tungepata milioni 96, na dayosisi inapata asilimia 31. Inapendekezwa sasa itolewe asilimia 1 iende bima ya afya. Kama dayosisi nayo ingetolewa bima ya afya kwa mwaka 25 tungepata milioni 24. Kwa hiyo ukijumlisha pesa ambazo tungepata kwa ajili ya mfuko wa bima ya afya zingekuwa milioni 241. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa hatukupata ni maneno tu ya kama naota ndio tuyapigie makofi hapo. Sababu tungepata milioni 240 tunaamka, kumbe sio. Ni mawazo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulichanganua kidogo watu wajue hii ofisi, yaani ofisi kuu, ile asilimia ambayo huwa inaenda 31 huwa inaenda wapi? Ofisi kuu kimsingi haipati asilimia 31, ila zinakusanywa pamoja, zinazokuja ofisi kuu zikaitwa asilimia 31, lakini zinazokuja ofisi kuu ni asilimia 22. Asilimia 3 inakuja lakini inaenda uinjilisti kwa ajili ya mambo ya kazi, maeneo yale ya kazi mpya, kwa ajili ya kununua viwanja, kuwalipa posho wainjilisti na makasisi wenzetu walioko kwenye kazi mpya. Asilimia 1 inaenda elimu ya Kikristo. Asilimia 2 inaingia kwenye mfuko wa kuwatunza wastaafu na wajane, na asilimia 2 inaingia kwenye mfuko wa maendeleo kwa ajili ya kusaidia. Kwa sasa hivi hiyo asilimia inatumika kwa ajili ya kujenga nyumba ya askofu anayestaafu, na kwa mawazo ya halmashauri huko mbele askofu akistaafu, lakini kutakuwa na mpango wa kujenga nyumba ya askofu atakayekuja. Kwa hiyo fandi hiyo itaendelea kukusanywa hapo. Kwa hiyo ofisi kuu matoleo yale ambayo ni milioni 749, kama ingetoa hiyo asilimia 24 kwa mwaka 25, ingebaki ofisi asilimia 1 inayotakiwa ni asilimia 10. Kwa hiyo kumbe ile bilioni 2 milioni 416, ndio maana kwa asilimia 10 hiyo tungepata milioni 241. Ili mpango huu utekelezwe kwa ufanisi, inapendekezwa kuwa mpango huu ukipitishwa uchukue miaka 2, yaani sio wa haraka, ya kukusanya fedha. Yaani kama tunaanza, ina maana kama tukikubaliana halmashauri ya dayosisi ijayo ipokee hii taarifa, itoe elimu, kwa sababu ilisema, kwa sababu ni swala linalohusu matibabu na uhai wa watu. Halmashauri ya dayosisi na Mitosa ichukue hiyo jukumu ya kuridhia hiyo, na ikiridhia manake ukusanyaji wa fedha uanze mwaka 2027, na sasa hivi uweze kuanzisha katikati. Na kwa hiyo sasa pendekezo hili ina maana mwaka 27 zikikusanywa pesa zitunzwe, mwaka 28 tutakavyokubaliana zitunzwe kama kwa miaka 2, halafu baadaye ndio sasa mpango wa bima afya kwa wote kwa dayosisi nzima kwa wahudumu ufanyike. Halmashauri ya dayosisi imeleta jambo hili kwa makasisi na mashemasi kwa kuwa ndio wadau muhimu na ndio wanufaika wa mabadiliko yatakayotokana na mfumo huu. Halmashauri ya dayosisi iliona kuwa jambo hili ni kubwa na lingehitaji kupata baraka za sinodi ya dayosisi, lakini kutokana na umuhimu wake kwamba linahusu afya za watumishi wa Mungu, kwamba makasisi na mashemasi wakiunga mkono mpango huu, halmashauri ya dayosisi ipo tayari kuridhia. Mfuko huu ukipitishwa utasimamiwa na dayosisi kwa utaratibu maalum utakaoidhinishwa.
Mpango huu ukipitishwa utakuwa na uhakika na utakuwa endelevu, kwa sababu kitu kikiwa kwenye mfumo wala hampati tabu tena kukusanyana, wewe ndio toa, huyu hajatoa. Hiyo mtu akichangia sadaka tu pale kesha janga na bima ya afya. Kwa hiyo kama nilivyosema, kama tukikusanya milioni 241 kwa mwaka wa kwanza, matumizi kwa wale niliowataja yale makundi yote, watu wale wote wanaohusika na bima ya afya, matumizi yao kwa mwaka ya bima ya afya inapendekezwa wachungaji wa makasisi na mashemasi waanzie bima ile ya 480,000. Na watu wa bima ya afya wamesema ile bima kwa kundi kama letu itakuwa ni ile bima kubwa ambayo itakava na wazazi na kila kitu, lakini itakuwa kila moja 480,000. Sasa hiyo uzuri wake itahusu 480,000 kwa kila mtu. Parish yote ile mchungaji alipo yeye atakuwa na bima ya afya. Mjane yoyote kule alipo atakuwa na bima ya afya. Kwa hiyo kwa miaka miwili tutakusanya milioni 483. Kamati maalum itaundwa na kanuni za mfuko huu zitapangwa ili kuendelea utekelezaji wa mfumo huu wa bima ya afya. Tunawasilisha rasimu hii na tunaomba mawazo yenu kama tulivyotumwa, na kama ukiungwa mkono, tunaamini tatizo la bima ya afya kwenye dayosisi ya Morogoro itakuwa historia, watakuja kujifunza wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sisi kamati, niliwaleta kamati wenzangu kwa mliwaona, nisiwataje tena. Asanteni sana, naomba kuwasilisha.